Ikishafika weekend kama hivi, mambo yanakuwa ni mengi kweli kweli, lakini ndani ya Data Sports jambo letu sisi kubwa ni kuhakikisha tunakutafutia taarifa za kimichezo na kisha kuzifanyia uchambuzi yakinifu, na baadaye ndo tunakuletea wewe mtazamaji wa Data Sports. Jina langu ni Florence Renatus, ndani ya nyumba nipo na Steven mwana wa Mapunda, pacha wake kabisa na Steven Mguto, moja ya viongozi ambao wamekuwa maarufu sana toka kutokea kwa sakata la dabi ya Kariakoo. Niseme karibu sana ndani ya Data Sports, na hapa tunayo mengi ambayo tunakwenda kuyajadili, lakini kabla sijaendelea mbele zaidi, lazima nikupe ujumbe muhimu sana, hasa katika kipindi hichi ambacho mvua zimekuwa ni nyingi kweli kweli. Nikukumbusha kwenda Bati Quality. Yes, Bati Quality, wauzaji na wasambazaji wa mabati bora kwa sasa nchini Tanzania, ambayo ukiyaweka katika nyumba yako pale, hata mjukuu wako atakuja kuyatumia. Steven Mapunda. Yes. Cisco kuna kitu ameniathiri sana. Lazima nikisema neno Steven niweke neno mwana wa Mapunda. Bana, kikao kiliweza kufanyika, yaliyoamuliwa tukuweza kuyapata kiundani zaidi, lakini tulipata yale ambayo waliweza kuyazungumza viongozi. Alizungumza mwenyekiti wa klabu ya Young Africans, na mzungumzia Engineer Hersi Said, akazungumza mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, akatuvuruga kweli kweli, maana alituletea taarifa zingine mpya ambazo sisi tulikuwa hatuzifahamu, kwamba walikwenda katika kikao kile ambacho waliitwa na waziri mwenye dhamana ya michezo kuzungumzia masuala ya michezo nchini Tanzania, jambo ambalo lilitusurprise sana. Lakini baadaye viongozi wengine waliweza kuondoka. Naibu waziri wa michezo aliweza kuondoka, lakini pia waziri mwenye dhamana ya michezo naye pia aliweza kuondoka. Mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu, nikiwa na maana Steven Mguto, naye pia aliweza kuondoka katika kikao kile. Lakini pia rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania Bwana Wallace Karia naye pia aliweza kuondoka katika kikao kile. Jambo ambalo liliweza kutusurprise sana ni kwamba viongozi hawa wenye taasisi za michezo kuweza kuzungumza jambo lolote na waandishi wa habari. Kitu ambacho kidogo kiliweza kutuacha midomo wazi, na ukiangalia namna gani ambavyo walikuwa wanatoka katika vile vyumba, ni kama wamenuna sana Steven. Sasa unajua sisi kidogo kwenye kufundishwa tumefundishwa kusoma, tunasema kumtazama mtu usoni. Ukimtazama unaweza ukawa una guest kwa huyu mtu bwana ana shida hii na hii na hii. Kwa namna ambavyo tuachane na hawa tuachane na Mangungu pamoja na Hersi, hao tumewachambua sana jana. Sasa tuwazungumzie hawa viongozi wa taasisi. Kwa namna ambavyo wewe uliwatazama, kuna ujumbe gani ambao uliweza kupata Steven mwana wa Mapunda? Pengine mtazamaji wa Data Sports atakuwa alishapita huko katika mitandao, lakini akashindwa kuelewa, kwa sababu sisi tunajua kuzichambua vizuri, basi tuichambue hii Steven. Yes. Kwa sisi ambao tumesoma masuala ya facial expression, tukimwangalia mtu usoni tunaelewa tafsiri yake ipoje na kitu gani ambacho anakizungumza katika moyo wake, kwa sababu anasema sura ina maeneo makuu 6. Yaani sura ya mwanadamu ina maeneo makuu 6. Yes. Kuna paji la uso, kuna macho, kuna lipsi za midomo, kuna mashavu, kuna pua, umeona lakini pia kuna kifunika jicho. Sawa. Hivi vyote hivi kwa mwanadamu ambaye anaweza akawa na mstadi mtu kumwangalia usoni kujua nini anazungumza, akiyazingatia haya maeneo 6 ya uso wa mwanadamu, anagundua moja kwa moja kwamba huyu mtu anazungumza nini ndani yake. Na tukiangalia upande wa Hersi alipotoka alisema jambo, kwa Mangungu alipotoka naye pia alisema jambo, lakini ilikuwa tofauti kidogo alipotoka viongozi wa mamlaka, kwa maana ya kwamba kutoka TFF tulimwona mheshimiwa Wallace Karia alipotoka hakuwa na neno lolote, alitoka moja kwa moja kwenye gari, akaingia kwenye gari na kuweza kuondoka. Lakini pia tuliona pia hata Msigwa naye pia alipotoka, pia naye kadhalika pia tulipomwona waziri mwenye dhamana mheshimiwa Kabudi naye alipotoka akaondoka, hakusema neno lolote zaidi ya kuagana na viongozi wenzake. Lakini pia naibu waziri naye pia alipotoka alisema neno moja tu, sina la kusema jamani, mtapata taarifa zote, lakini mimi sina la kusema. Hilo ndio neno ambalo tulimsikia akiwa anasema. Hii inaleta tafsiri gani? Tafsiri ambayo tunaweza tukaipata hapa tukiunganisha kile ambacho alikuwa amekizungumza Engineer Hersi Said na kile ambacho alikuwa amekizungumza Mangungu wa Simba.
tafsiri yake inakwenda moja kwa moja kwamba mchakato wa kile ambacho kimeenda kuzungumzwa katika mkutano si busara kuweza kutoa hadharani mapema kabla ya wakati husika, kwa sababu tulimsikia Engineer Hersi alisema kwamba mkutano huu ambao umefanyika ni mkutano ambao utakuwa na uendelevu, sio mkutano wa kuzungumza mara moja na kutoa maamuzi hapo hapo. Lakini pia alisema kwamba waziri pamoja na wizara kiujumla imetuita ili kuja kujifunza kutokana na sakata hili nini ambacho kinaendelea, lakini haiwezi kutoa maamuzi ya moja kwa moja. Wao kazi yao itakuwa ni kusikiliza na kujifunza, lakini pia kuweza kushauri nini kiweze kufanyika. Kwa hiyo kwa jambo kama hili si jambo la kuweza kutolea majibu moja kwa moja kwa muda wa siku moja. Na ukiangalia katika harakati za kuweza kuzungumza nao, wamefanya awamu tatu. Naweza tukisema awamu tatu kwa maana kwamba kuzungumza na bodi ya ligi pamoja na TFF, kuzungumza na Simba Sports Club, kuzungumza na Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo ina maana na wote walikuwa wanazungumza kwa nyakati tofauti. Kwa hiyo hawawezi kutoka kwenye mkutano na wao pia wakaja wakazungumza yale ambayo yamezungumzwa wakati bado hawajafanya majumuisho ya yale ambayo wameweza kuyachukua kutoka kwa Dar es Salaam Young Africa na kutoka kwa Simba Sports Club, lakini pia kutoka kwa bodi ya ligi, kwa sababu haya yote yaliyotokea hapa tunazunguka kote, lakini kuna maeneo matatu makuu ambayo yanahusika moja kwa moja. Dar es Salaam Young Africa, Simba Sports Club na bodi ya ligi. Lakini TFF anakuja kuingia wapi? Anakuja kuingia TFF kutokana na kauli zilizotolewa na rais wa TFF kwamba yule ndo yupo katika mamlaka ya juu kabisa katika mpira wa miguu Tanzania. Na alipotoa ndio maana ukaona wadau sasa wakaiingiza na TFF, na ndio maana hata mheshimiwa waziri alipokwenda kuzungumza nao tulimwona Wallace Karia pia naye hakiwepo. Kwa hiyo kwa kile ambacho kimefanyika kwa Mangungu kuweza kuzungumza kwamba mliitwa kufanya nini, kwa sababu nje kulikuwa na waandishi wa habari. Na waandishi wa habari lazima waweze kupata habari. Na kwa sisi ambao tuliosoma habari wanasema kwamba habari ni chochote habari. Yani chochote kinaweza kuwa habari. Yani nikikuuliza either nijibu unavyotaka ama nisijibu unavyotaka, hiyo tayari nini? Ni habari. Na Mangungu kwa sababu alitambua hilo, alitaka kutoa habari ili wanahabari waweze kupata habari. Na alipoulizwa akasema kwamba tulienda kuzungumzia kuhusu maendeleo ya soka Tanzania. Hili neno ukiliangalia kwa haraka unaweza ukalichukulia la kawaida, lakini ni neno ambalo Mangungu ametumia akili kubwa sana kulizungumza. Ni neno ambalo amefikiria mbali sana kusema kwamba tumekwenda kuzungumzia kuhusu maendeleo ya soka. Sasa watu walitegemea kwamba angesema kwamba tulienda kuzungumzia kuhusu dabi ya Kariakoo. Lakini ukiangalia maendeleo ya soka ikiwemo dabi ya Kariakoo ni sehemu ya maendeleo ya nini? Ya soka. Na soka letu la Tanzania linatafsirika na kutazamwa zaidi kwa hizi timu za Kariakoo. Kwa hiyo hata Mangungu aliposema tumeenda kuzungumzia kuhusu maendeleo ya soka alikuwa sahihi kwa upande ambao alikuwa amezungumza yeye, lakini ili uweze kuona usahihi wake lazima uweze kufikiria kwa makini na uweze kuchakata mara mbili zaidi ya ile kauli ambayo ameisema. Kwa hiyo kwa mimi, kwa mtazamo wangu, alivyosema kwamba tulienda kuzungumzia kuhusu maendeleo ya soka alikuwa sahihi. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Mangungu kwa kusema vile yeye hakuwa na sababu ya kuweza kusema kile ambacho kimesemwa ndani ya mkutano, kwa sababu yeye sio msemaji wa mamlaka ambayo imewaita kuja kuzungumza, kwa sababu yeye ni mwaliko kwenye ule mkutano. Kwa nini atoke kwenye mkutano alafu akazungumze kile ambacho kimezungumzwa kwenye mkutano? Kwa hiyo hakuwa na sababu yoyote ya kuweza kusema kile kilichozungumzwa ndani ya mkutano, na ndio maana akawa amesema kwa sababu wanahabari walikuwa wanataka habari, aliweza kuwapa habari ili waweze kufikisha habari. Pengine hayakuwa matarajio yao. Kwa hiyo ila ambacho alikisema kwa upande wake yuko safe side kwamba hakudisclose kile ambacho aliweza kukizungumza ndani, lakini alichokisema yeye tulienda kuzungumzia kuhusu maendeleo ya soka la nchi yetu. Kwa Simba na Yanga ni sehemu ya soka la nchi yetu. Kwa hiyo hata kama ilizungumzwa kuhusu Simba na Yanga, bado Mangungu anakuwa yuko sahihi, bado Mangungu anakuwa yuko sehemu salama zaidi. Lakini ukirejea kwa upande wa Engineer Hersi, yeye alipokuwa amesema, na tulikuwa tumeona nje kulikuwa na mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa na walikuwa wametengeneza disali za kusema kwamba hatuchezi. Na Engineer Hersi alipokuwa ametoka pale, mashabiki pamoja na wanachama wa Dar es Salaam Young Africa walikuwa wakishinikiza aseme nini ambacho kimesemwa ndani. Kwa hiyo mimi namuelewa Engineer Hersi kwa nini alikuwa amesema kile ambacho alikuwa amekisema, kwa maana kwamba yeye ni kiongozi wa taasisi kubwa,
kiongozi ambaye anaongoza kundi la watu wengi. Yes. Kwa hiyo kwa kauli yake yeye huenda ikaweza kuleta amani na kuweza kutuliza chochote ambacho kingeza kutokea kibaya, kwa sababu tayari wananchi waisha react kwamba viongozi wetu wakitoka wakituambia mechi inachezwa huenda kungekuwa na uvunjifu wa amani. Yes. Na ndio maana akasema kwamba si mnatuamini viongozi wenu, basi na sisi tumesimamia msimamo wa taasisi kwa maslahi ya taasisi. Okay. Yaani alisema yeye kwamba kwa chochote ambacho kimezungumzwa kule kimezungumzwa kwa maslahi ya taasisi. Kwa hiyo kama ni mtaalamu wa lugha umeshaelewa hapo. Yes, alimaanisha nini? Yes, kwa hiyo yeye amezungumzia kwamba yeye alichoenda kusimamia kule ni maslahi ya taasisi. Kwa hiyo hata wale wa mashabiki waliposhangilia kwamba hatuchezi, kwa upande wa Hens bado yuko sehemu salama, kwa maana haja disclose kile ambacho kimeweza kuzungumzwa ndani ya mkutano. Amezungumza kwa ujumla wake kwamba tumezungumzia kuhusiana na hiki na walitaka kujua kile ambacho sisi tunasimamia na tumezungumza. Lakini Mangungu alisema tumezungumzia kuhusu maendeleo ya soka letu. Kwa hiyo wote wanakutana katika wanakuja kutai sehemu moja ila katika engo mbili tofauti, lakini wote wakiwa na mwelekeo mmoja. Huyu ameenda direct kwamba tumewasilisha tunachokiamini. Huyu ameenda indirect, tumeenda kuzungumzia kuhusiana na nini maendeleo ya soka la Tanzania. Ndio maana mimi wanapenda kuambia watu Data Sports. Hebu fikiria huo uchambuzi ambao umeufanya hapa, wangeupata wapi? Sasa turudi Steven, mpaka sasa hivi ambako tumeweza kufika. Mwelekeo wa hili jambo unaenda kupatikana mwafaka au bado kigugumizi kitaendelea kuwepo? Kwa kauli ambazo ziliweza kutoka jana na kwa namna ambavyo umeweza kuzidadafua, unaona kuna mwelekeo wa kuisha kwa hili jambo? Mwelekeo wa kuisha hili jambo mimi nauona, kwa maana kwamba nina imani kubwa sana na waziri mwenye dhamana ya michezo, kwa sababu huyu ni bingwa sana kwenye masuala ya sheria na kwenye kuwaita pande zote kuja kuwasikiliza, kwa sababu rudia tena hiyo kauli hapo. Ni bingwa sana kwenye masuala ya sheria. Na wananchi wanataka kanuni na sheria zifuatwe. Kwa hiyo sasa kwa sababu yeye ni bingwa sana kwenye masuala ya sheria, yani ninaamini kabisa kwamba kwa kuwaita wote kwa kila mmoja kwa wakati wake kuweza kuwasikiliza na kuweza kuchakata moja kwa moja kwamba anahitaji suluhu iweze kupatikana, na kwa sababu yeye ni mbobevu kwenye masuala ya sheria, sina mashaka kwamba yeye anaweza akakanyaga ile kanuni inayotukataza serikali kuingilia michezo. Naamini atakuwa anafuata hilo na ataishi katika hilo, na muafaka utakuja kupatikana katika hali ambayo itakuwa sawa bin sawia, kwa sababu akiwasikiliza bodi, akisikiliza Dar es Salaam Young Africa, akisikiliza Simba Sports Club, pasi na shaka yoyote lazima kutakuwa na suluhu ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia katika hili nina mashaka ya kuweza kubaini mambo kadhaa ambayo yanaweza yakajitokeza. Jambo la kwanza ambalo ni kubwa zaidi litakalojitokeza hapa ni uzembe wa kuweza kutimiza wajibu. Utabainika wazi kabisa, kwa sababu mpaka sasa hivi ukija kuangalia toka tulivyoanza mpaka hapa tulipofikia, kuna sehemu tunaona kabisa kuna mtu wa kuwajibika sawia katika majukumu yake. Kwa hiki kitakuja kuwa mentioned katika taarifa ambayo itatoka baada ya huu mkutano kuweza kufanyika kwa pande zote tatu, lakini hatujajua kama wizara inaweza ikaitisha tena mkutano mwingine ambao watakutana kwa pamoja ili kuweza kupata muafaka mzuri zaidi. Steven, kuna kauli moja umeweza kuizungumza, nilikuwa najaribu kuirecall hapa, nimeipata vizuri kwamba unajua hili jambo lilikuwa ni la Simba, Yanga pamoja na bodi ya ligi. TFF ni baba wa mpira katika ardhi yetu ya Tanzania. Ndio jambo ambalo lilifanya TFF kuja kuingia kwenye hili sakata. Unajua TFF ndo sehemu ambako tulitegemea maamuzi ya mwisho yatafanyika. Sawa, kwa sababu bodi ya ligi ipo chini ya shirikisho la mpira wa miguu TFF. Ndio. Mkanganyiko mkubwa ambao ulikuja kutokea katikati kati ya Young Africans, Simba na bodi ya ligi, TFF akajikuta ameingia kwenye hii kesi. Ni kauli za rais. Ndio. Kwa sababu watu tulihope rais alivyorudi alitakiwa kukaa na hivi vilabu viwili kudiscuss navyo, kujua tatizo liko wapi, lakini pia kudiscuss na bodi. Sasa ile situation ya rais kwenda kuzungumza na vyombo vya habari, alafu ile kauli ikawa imeleta mpasuko mkali sana katikati. Young Africans wakajikuta kwamba wao ndo wako peke yao kwenye hii vita. Kwa maana ya kwamba
yule mpinzani wao, nikiwa na maana ya Simba, tayari rais amewachukua na kuwaweka upande wao. Nafikiri hili ndilo ambalo kidogo lilikuja kuongeza ugumu kwenye hili sakata. Kumbuka kwenye ile demand moja ambayo Young Africans waliweza kuitoa ni kuvunjwa kwa bodi ya ligi kuu, na hii waliomba sababu waliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF. Na huku nyuma ukija ukaangalia kulikuwa na matukio kidogo ambayo yaliweza kutokea. Ndio. Unakumbuka vizuri tukio la Wallace Karia kuchaguliwa kuwa mmoja tendaji wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Ndio. Vilabu vyote vikaposti kumpongeza. Ndio. Baadaye Young Africans wakaposti na kufanyaje? Na kufuta. Maana yake hapa tunapata picha rasmi kwamba kulikuwepo na kupo kwa mahusiano ambayo sio mazuri baina ya Yanga pamoja na TFF. Ndio maana pia nikakurudisha nyuma kuwa umeongea vizuri sana kwamba TFF alipaswa kuja kulimaliza hili jambo. Ndio. Yaani kama TFF rais asingezungumza zile kauli, nafikiri hili jambo lingekuwa limeisha. Ila TFF walikuja kuharibu kwa sababu ya kauli ambazo alikuja kuziongea rais. Ni kama zilikuja kuatia tena hasira Young Africans na kuona kana kwamba hawa watu waliofanya hichi kitendo wanasapotiwa na mamlaka. Unajua rais akizungumza ni tunaamini ya kuwa yale ndio mamlaka husika. Kwa hiyo hapo ndio mpasuko mkubwa ukawepo. Pengine hata jana kwenye kikao ambacho kiliweza kufanyika TFF wangeenda kama sehemu ya kuwa upande wa wizara ya michezo. Lakini TFF naye alienda kama sehemu ya watu ambao wamo ndani ya kesi. Yes. Nafikiri mimi moja jambo ambalo natamani kuona, kwa sababu naamini kitu kimoja Steven, kuna kitu kinaitwa muda duniani. Hata iweje Mungu tu akitupa uhai hili litaisha na litapita, ila limekuwa kwenye rekodi ya mwaka 2025. Mungu akijalia tukiumaliza, lazima hili nalo ni moja ya kitu ambacho tutakikumbuka sana. Bwana nilikuwa hapa nikawa nakumbuka wale wazee wa kucheza pool table. Kaniambia una ujumbe bwana, napaswa uwape watazamaji wa Data Sports, muhimu sana hii. Ni kweli kabisa. Kwa hii ambayo tunaweza tukazungumzia hapa ni kwenye kubalance mambo, lakini balance nzuri zaidi mwana sporti ni kuweza kupata pool table ambayo imekaa katika viwango vikubwa kabisa vinavyokubalika katika viwango vya kimataifa. System nyingine unaweza kupata pool table iliyokuwa bora kabisa bali ni Tannice. Tannice hawa ni wasambazaji bora kabisa wa pool table nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ukihitaji pool table basi angalia hapo katika hizo contact ambazo unaziona hapa, embo wacheki hawa jamaa. Piga simu hapo, unaletewa popote ulipo, au kama ukihitaji kuweza kufika mwenyewe basi fika maeneo ya Mabibu hapo. Ukifika hapo usiende tu popote, wapigie simu waje kukuchukua na kwenda kukupeleka kabisa kiwandani uweze kupata pool table ambayo yenye viwango vya kimataifa kabisa. Ujumbe mzuri sana. Bat Quality, wauzaji na wasambazaji wa mabati bora kwa sasa nchini Tanzania, wanapatikana na yani katika kipindi cha mvua Steven. Kuna namna natamani nimuelezee sana kuhusiana na Bat Quality mtazamaji, lakini Odo Nura anatuambia muda wetu umekwisha. Nafikiri tuendelee kumkumbusha, kama unahitaji bati bora kwa sasa Tanzania, basi tembelea Bat Quality. Utaenjoy. Na uzuri wa hii ni kwamba generation to generation hadi vitukuu wataikuta. Bwana Steven Mapunda, Florence Renatus, tumemaliza hivyo ndani ya Data Sports. Kwa wakati mwingine tutakutana. Niseme asante na nikutakie majukumu mema.